Bana 90 dakika zimetamatika. Meja Jenerali Samunyo, mambo ni mazuri kweli kweli kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Kipigo chembamba cha mama mkanye mwanao usihitaji mazoea, JKT amekipokea kutoka kwa mnyama mkali klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Karibu tuzungumze sasa na Dominic Salamba baada ya kushuhudia dakika hizo 90. Je, mnyama alikiwasha kwa kiwango gani na mambo ilikuwaje? Ungana nasi bwana sako kwa bako ili usilele matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, akiwa na nguvu kubwa mno na Uniplus Tanzania Limited, wasambazaji na watengenezaji wa magodoro yote yenye chapa ya Banco. Dominic Salamba, kwa vizuri? Ndio zapako. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, silalamiki. Mungu ni mwema kweli kweli. Dakika 90 zimetamatika. Mnyama alitanguliwa, lakini Waswahili wanasema kutanguliwa si kufika, lakini wengine pia wanasema kwamba mtoto ngoma yake huwa haikeshi. 90 zimekamilika. Kabla hatujatazama goli ambalo wengi wanalilalamikia, tutazame zilikuwa 90 za aina gani, alafu tutazame goli la pili la Simba. Nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri. Okay. Mechi nzuri kwa maana kwamba JKT waliingia wakiwa wana malengo ya kutaka walau kuweza kusecure alama moja. Ndio. Na Simba aliingia kuweza kutengeneza au kuendeleza ile winning mentality ambayo iko nayo, kwa sababu walikuwa wanaingia wakiwa na ushindi wa 100%. Na ligi iko mwanzoni, ni vizuri ukawa unashinda kwenye kila mchezo, inakusaidia kwanza kutengeneza confidence, lakini pia inatoa nafasi kwa mwalimu kuweza kuwa na uhuru mkubwa kuweza kuingiza vitu vingine vipya, kwa sababu timu inakuwa tayari imesecure matokeo. Unajua timu ikiwa imepoteza mchezo, mwalimu hawezi kufikiria kwenda mbele. Lazima ataangalia kwanza tumekosea wapi ili tuweze kurekebisha katika mechi ijayo tupate matokeo. Lakini ukishinda, kama ulikuwa umeingia na 80% ya mpango wako, maana yake ukienda katika uwanja wa mazoezi unakwenda kuongeza kitu kingine, unaona kwamba matokeo patikana. Kwa hiyo Simba ukiangalia ina mwalimu mpya alikuwa anaingia kwenda kuendeleza yale matumaini au muendelezo wa ushindi wa 100%, kitu ambacho ameweza kufanikiwa. Kipindi cha kwanza haikuwa mechi yenye focus, haikuwa ni mechi yenye mbinu nyingi wala yenye muonekano wa kuweza kupatikana goli, kwa sababu ukiangalia Simba walikuwa wanacheza kwenye eneo lao, lakini mipango ya kwenda kwenye eneo la mwisho ilikuwa inakosekana. Walikuwa wanakosa key players wa kwenda kuopen eneo la mwisho la JKT. The same JKT na wenyewe walikuwa wanashambulia wakiwa hawana mpango mkakati. Kwa mpira mwingi ulikuwa katikati na timu zote mbili zilikuwa zinategemea pengine zipate goli kwa makosa ya mwenzake. Yaani kwa Simba waende either hao walizo JKT wa delay, sawa, wao waweze kupata nafasi, waweze kuscore, au wafanye makosa mengine nje ya 18, wapate fouls waweze kuzitumia. Na tunasema na JKT nao walikuwa na stereo moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni kama ilikuwa imekosa mvuto, ilikuwa uwezi kuona dakika ngapi goli itapatikana. Kwa mpaka kama mapumziko mechi ilikwenda bila kwa bila. Kipindi cha pili JKT kaingia, wakaamua kukaa nyuma na kuanza kuisubiri Simba iweze kuja. Mashambulizi yakawa ni mengi na Simba wakaendelea kupushi, lakini ambacho kuja kubadilisha matokeo ni baada ya JKT kuamua kufanya sabu. Kaja akaingia mchezaji ambaye alikuwa ana uwezo mkubwa kuweza kuwa na utulivu katika eneo la mwisho, wanapata nafasi ambayo unaweza kusema kwamba haikuwa clear chance, kwa sababu goli imefungwa pakiwa pana walinzi zaidi ya 6. Lakini walikuwa wameshindwa kaa vizuri, anakuja kupata mpira anaanza kuscore, na baada pale Simba wanakuwa wanaanza kupoteza, wana change plan, wanapata substitution nyingi za kuingiza kina Morris, wanaingia kina Soa, wanaingia kina Mpanzu, ambao wanakwenda kwenda kuopen mchezo na kufanya JKT waweze kutanuka. Na ambalo kosa moja lililofanya ni kuamua na wenyewe kubishana na Simba, wakiamini kwamba watakuwa wana advantage ya kutumia counter attack. Kumbe Simba na watu ambao wana uwezo mkubwa kuweza kudrive mpira. Unaweza kuona Mpanzu, mwangalia Morris Abraham, mwangalia Jinchezi hawa, wakaingia wakaweza kufanya acceleration na wanafanikiwa kupata goli ambalo ni kama goli ambalo walilifunga JKT wenyewe. Katika eneo ambalo ukiwa naamini kwamba walinzi wamekaa sehemu nzuri, unafahamu siku za karibuni Nangu amekuwa ana confidence baada ya kuwa amefunga goli lake la kwanza la kichwa katika mchezo wa klabu bingwa, anakwenda kuendeleza makosa ya walinzi, kushinda kujipanga na kuanza kumuona anaweza kuyatumia, na Simba anafanikiwa kuweza kuchomoa goli na kuwa 1-1. JKT bado wakiendelea kuamini kwamba wanaweza kushana na Simba, ndio wanafanya makosa ambayo katika eneo la katikati na kuweza kutoa mwanya kwa kijana Morris ambaye binafsi amekuwa na msaada mkubwa na ana uwezo mkubwa wa kuweza kudrive mipira na kuweza kutengeneza pressure kwa upande wa opponent ambao anafanya makosa. Anapiga
anapiga pasi katikati ya walinzi, mpira ambao pengine ungeweza kuamini walinzi wangeweza kuuokoa. Wanafanya makosa na Jason Soa anaweza kuscore goli na Simba anakuwa anaongeza goli la ngapi? La pili. Kwa hiyo ni mechi ambayo haikuwa ya kimbinu sana, haikuwa ni mechi ya kiufundi sana, isipokuwa experience ya Simba imeweza kuwasaidia kuweza kuchukua alama 3. Lakini general Simba hawakucheza vizuri katika mechi ya leo. Bana, hivyo ndivyo ambavyo tunapata tathmini dakika 90 kutoka kwake mtaalamu na mkali wa hizi mambo Dominic Saramba. Turejee sasa kwenye lile swali ambalo nimesema baada ya kutazama tathmini ya dakika 90, tutatazama pia kuhusiana na goli la pili la Jonathan Soa. Mambo yanazungumzwa kweli kweli baada ya dakika 90 kutamatika. Mitandaoni kila mtu anazungumza lake. Wewe ni mchambuzi lakini pia ni mtaalamu kwenye mambo ya mpira wa miguu. Tujuze macho yako, ufundi wako, lakini pia umepata bahati ya kurudia zaidi ya mara 3. Je, ni clear goal ama clear offside? Mimi kwangu ilikuwa ni clear offside. Okay. Kwa sababu wakati inapigwa pasi, Soa alikuwa yupo kwenye movement. Okay. Lakini mpira kabla hajafika kwa Soa, walinzi wa JKT waliingilia mchezo. Sawa? Na kuweza kuvunja ile movement ya Jason Soa. Na akawa yuko peke yake. Akaweza kunufaika na kwa katika eneo la kuotea. Anakwenda na score na line 2 anaeka mpira kati. Kwa hiyo binafsi halikutakiwa kuwa goli, ilikuwa ni clear offside. Lakini kwa sababu maamuzi pembeni wakati wameamua, ndio kwenda kutoa watatu kwa Simba. La sivyo shughuli itakiwa iishe moya. Ndio. Sababu bado haikuwa dakika, yani haikuwa dakika ya mwisho. Maana pengine lingekuwa sio goli, lakini bado tena Simba wangeweza kufunga. Ujue ukiwa unaongoza 2-1, tofauti ukiwa 1-1. Okay. Pengine kama Simba ile goli isingekubalika, bado ungeendelea kupushi, ungepata goli lingine, lakini kimsingi kwa upande wangu nafikiri alikutakiwa kuwa goli. Ilikuwa ni offside kwa sababu walinzi wa JKT waligusa mpira ukapita, Soa yuko mwenyewe katika eneo la kuotea. Kwa maana yake kama ilikuwa ni movement ile ya Morris Abraham, ilishia kwa walinzi wa JKT, haikuwa na muunganiko. Ndio maana hata kwenye assist, maana yake ukipiga pasi akigusa mtu mwingine akaichukua, maana yake inakuwa ameingilia mchezo. Kwa hiyo binafsi nafikiri ilikuwa ni clear offside. Salamba, kiufundi zaidi tukiachana na hilo goli ambalo umelitafsiri kama offside ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini hilo goli ambalo linafanya wazee wetu akina Mangia kutembea kifua mbele na wao kulitaja kama ni goli la ushindi ambalo limewapa alama 3 muhimu. Mimi nataka kufahamu kipindi cha pili JKT Tanzania ndio wanapata goli, wao wanakuwa wa kwanza, lakini wanashindwa kulinda mchezo na kulinda goli ambalo wamelipata kama uongozi kwenye dakika 90, labda na kuongeza watu wanafanya comeback ya maana kweli kweli. Udhaifu wa JKT Tanzania ulikuwa wapi baada ya kupata goli? Kwa sababu watu walitarajia JKT Tanzania ni miongoni mwa timu ambazo zinaweza kucheza vizuri sana, hasa kuzuia. Nini hasa ambacho kimetokea na wanashindwa kuzuia, wanaruhusu nyavu zao kutikisika mara 2? Nafikiri changamoto ipo kwa mbinu za mwalimu. Ujue kuna utofauti JKT ikicheza na Coast, ikicheza na Namungo, na ukicheza na Simba na Yanga au na Azam au na Singida. Kwa sababu Simba, Yanga, Singida na Azam wanapokutana na hizi timu za madaraja ya kati, ndio akili yao ni kwenda kuchukua alama 3, sio kwenda kutafuta alama 1. Kwa hiyo ikitokea ukaweza kuwatangulia, automatically wataweza kuongeza pressure. Kwa sababu wanaamini kwamba hawadeserve kufungwa na wewe. Kwa hiyo sasa kama unakuwa umetangulia, na hakuna kipindi kibaya kama zile dakika 5 mpaka dakika 7 baada ya kuwa mpata goli. Yaani muda hatari zaidi wa kuweza kufungwa goli ni baada ya kupata goli. Yaani muda hatari zaidi wa kuweza kufungwa goli ni baada ya kupata goli. Kwa hiyo ukipata goli na watu nyingine ndogo, kupata goli, mwalimu anabidi anawaita kwamba automatically hao jamaa watakuja na pressure. Kwa sisi lazima kwanza tukubali kukaa nyuma ya mchezo mpaka tempo ifanye nini iweze kuisha. Ndio maana timu nyingi kama unaangalia wakisha score tu wanarudi nyuma kwanza ili kuweza kupunguza pressure, hasa timu kubwa. Dakika 5-7 sawa, kwa katika ile pamoja ndio wanaanza kushambulia, lakini uwezi ukaifunga timu kubwa alafu still ukaendelea kutumia the same playing style. Lazima watakuadhibu kwa sababu wao wanakuwa na pressure. So unaelewa sio? Kwa hiyo mwalimu ndo alicheza sio kikubwa, kwa maana kwamba baada ya kupata goli alitakiwa aweze
slow down tempo ya mchezo ili kuwafanya Simba warudi katika hali ya chini, na baada ya dakika 10 mbele ndio pengine unaweza ukaingiza plani nyingine. Kwa hiyo baada ya kufunga ile amini kwamba amewaweza Simba, akasahau kwamba Simba ni timu kubwa, ina uchezaji kubwa, inaweza icheze vizuri, lakini na watu ambao wanaweza kwa matokeo. Mtu kama mtu kama Kibu Denis anaweza akakosa matukio manne lakini tukio moja akabadilisha atmosphere ya mchezo. The same na jinsi ya wana wengine wote. Kwa binafsi nafikiri mwalimu alipoteza focus baada ya kupata goli, na kaamini kwamba mechi inaweza kwenda kuisha akiwa na ushindi bila kujua kwamba anacheza timu kubwa. Ile sio Coast, sio lipi timu nyingine. Bwana wewe, wakati tunaendelea pia kuzungumza hapa, ni kuambie tu, ni kuibie siri ya kwamba Bat Quality ndio ambao na wao wanatupatia nguvu ya sisi kuendelea kuzungumza hapa. Ni wauzaji na wasambazaji mabati aina zote, migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, tunakupatia pia misumari na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni muda mrefu, pia miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, atakuja kutamana wewe kijana wako. Cha kufurahisha, bati zetu hazipauki na wala hazishiki kutu. Piga simu nambari 0782 055 044. Ni 0782 055 044 ili tuweze kukuletea bati popote pale, na usafiri pamoja na misumari ni jukumu letu. Dominic Salamba, uwepo wa mchezaji kama Elie Mpanzu, Jean Charles Zaua, lakini pia uwepo wa mwamba kweli kweli kwa maana ya Simba Jonathan Soa umeongeza kitu kikubwa, bila kusahau kijana wetu mdogo kweli kweli Abraham Morris. Yes. Inaonekana Simba imebadilika sana kipindi cha pili. Je, wao wamekuwa bora zaidi au wameingia ikiwa JKT Tanzania wamechoka? Swali lako zuri sana. Si kwamba wao walikuwa bora zaidi, lakini plani ambayo walikuwa nayo JKT baada ya kupata goli ndio iliyofanya Simba waweze kushaini. Okay. Si unanielewa? Na kupata uzuri. Mara ya kwanza JKT waliingia katika mechi ya leo hii wakihofia Simba, timu kubwa. Kwa walikuwa na ubana uwanja na kufanya Simba washinde kwa comfortable kuweza kucheza katika mapana yaliyo salama. Na mbinu nyingi za Simba zinatokea katikati. Kwa hiyo wakaja wakawa wanatibua aende kwa kasi, na wakati mwingi walikuwa na kaba watu wawili mpaka watu watatu, na kufanya Simba washinde kwa comfortable na kuweza kushambulia wewe kupitia katikati au pembeni. Kwa ile mbinu iliyofanya waweze kufanikiwa kuweza kuwakumbatia Simba, yani kwa contain Simba ile katikati, na Simba wakawa wanakosa another plan ya kuweza kutoka katika huo mtego. Kwa hiyo baada ya kufunga goli, unaona, ambao ilikuwa kimsingi kama mpira wa counter attack, baada ya kushambuliwa anachukua mpira, Paul anakimbia na mpira katika mazingira ambayo angeweza kupiga na finya, anaingiza ndani, anakutana na Dodi Songo, anapunguza, anafunga. Sawa? Baada ya kufunga ile goli, wakataka tena waendelee na the same style ya kuweza kufungua mpira, bila kusahau kwamba unapokuwa katika open play Dodi Songo au akiwa Paul Peter au akiwa pengine sasa ni Didilunga, hawezi kuwa na accuracy ya kufanya acceleration kama ambaye anao jinsi ya Morris Abraham, Mpanzu na wengine. Kwa hiyo Simba walikuja kupata advantage baada ya JKT kuamua kuruhusu kupishana, kwamba tuje. Wakasahau kwamba wao ni JKT na hawa ni Simba. Kwa hiyo ukiona baada pale unaweza kuona Morris anasogea, Shomari Kapombe anasogea, kwa Simba kaenda sogea inamba zikuja kushambulia. Na wao wakawa wanakosa umakini, wakaenda wakadhibiwa. Kwa hiyo si kwamba Simba waliongeza ubora baada ya kuingiza wakina Mpanzu, isipokuwa JKT walibadilisha plani ambayo Simba ikawafanya waweze kucheza katika timu ambayo wao walikuwa wanahitaji. Tumalizie na Jamvika na Salamba, Dominic Salamba, ni kwa namna gani tunaendelea kutengeneza mokoto. Ikumbukwe mwisho mchezo wa Simba ndio mwanzo wa michezo mingine kama Young Africans na michezo kadha wa kadha ikiendelea kutimua vumbi. Watani wao kesho ni mbani dhidi ya KMC maeneo pale Mwenge jijini Dar es Salaam. Tutazame kwenye Jamvika na Salamba ni kwa namna gani tunaendelea kutengeneza mokoto. Nafikiri kubwa watu wameweza kujionea, hii ni wiki ya pili, watu wanaendelea kufurahia ushindi kwa odds 3, odds 8 na odds 15. Kwa sababu msingi ni kuendelea kujiunga kwa maana kwamba unapiga nyota 150 nyota 1 reli. Yes. Kisha unaweka namba kampuni 610 251 28. Kwa siku unaweka shilingi 1000, kwa wiki 5000 na kwa mwezi 15. Baada ya hapo unaweka namba ya siri kwa mtandao wako wote, whether iwe ya Tanzania bara pale inapatikana. Baada hapo unaweza kupokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV na kuanza kufurahia huduma
huduma yetu inaweza kupatikana kuanzia saa 7:30 mchana. Baada ya hapo unataka kula makoto yako ya nguvu kupitia Jevika na Samba kitu kupitia Helabet ambao wanakuwa watu bonus mpaka shilingi 300 kupitia Jevika na Samba, na cha msingi unajisajili na uandika promo code Salamba kwa herufi kubwa. Bwana wewe, hivyo ndivyo ambavyo sisi tunamaliza hapa, lakini Helabet ni habari ya mjini. Endelea pia kujisajili uwe mwanafamilia wa Helabet, lakini ili upate bonus Salamba ambayo nazungumzia kwenye promo code yako pale andika neno Salamba kwa herufi kubwa. Helabet ndio kampuni pekee ambayo inatoa bonus ya kishua, ya kibabe kweli kweli. Na ndio maana tunasema Helabet, odds za kwetu, mkeka wa kwako, ushindi wa kwako. Naitwa Cisco Salamba Dominic, amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera kwa mwamba Anko Vuma Zela Busara, lakini bila kusahau mtu wa protocol Steven Mwana wa Mapunda. Tuna la ziada, itoshe kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Wailalika. Maasalamu.